Huu ni wakati mwingine Paris kung'ara kwa nuru ya imani. Hivi unazijua tabia za Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuamiliana na watu? Uungwana si mavazi, bali ni alama ya moyo. Katika ulimwengu uliopoteza mwelekeo, tabia za Mtume ndiyo dira pekee inayotuongoza kwenye bandari salama. Waislamu wote wa Paris na viunga vyake, bara la Ulaya, milango ya kheri imefunguka. Katikati ya mshindo wa jiji la Paris, tunakualika kwenye bustani ya utulivu wa nafsi na chemchemu ya maarifa. Huu si mwadhara wa kawaida, ni safari ya kiroho iliyokusudiwa kusafisha nyoyo, kujenga staha na kuimarisha mshikamano wa jamii yetu. Kama wasemavyo wahenga, nguo iliyochanika hushonwa, lakini moyo uliokufa hutiwa nuru kwa mawaidha. Njoo upate tiba ya roho na mwongozo wa maisha kutoka kwa wasomi waliobobea na mashehe mahiri kutoka kote barani Ulaya, watakaokusanyika jijini Paris kwa ajili yako. Jumamosi tarehe 9 mwezi Mei mwaka 2026 kuanzia saa 7 kamili hadi saa 3 usiku katika ukumbi wa Royal Palace. Njoo tumtambue Mtume sallallahu alayhi wasallam kama kioo na mfano bora wa kuigwa. Tabia za Mtume kutokana na matokeo mapya, kuishi Uislamu ndani ya jamii ya kisekula. Tunajivunia kutangaza uwepo wa mgeni wetu mpendwa aliyesafiri kutoka moyoni mwa Afrika Mashariki kuja kutunywesha chemchemu ya hekima, Sheikh Abubakar Misigaro kutoka katika nchi ya maziwa na asali, Burundi. Usibaki nyuma, kheri hii haina mfano. Njoo unuse harufu ya kheri kupitia elimu na uondoki na hazina itakayokufaa hapa duniani na kesho akhera. Paris itang'ara, nawe uwe sehemu ya nuru hiyo. Mfahamishe ndugu, mshike mkono rafiki na mwalike jirani. Kutoa ni moyo na kueneza kheri ni sadaka. Sambaza ujumbe huu kwa kila kundi na kila mtu unayemtakia kheri ya dunia na akhera. Tabia za Mtume katika kuamiliana na watu. Hii ni nafasi nyingine ya kuelimishwa na kuelimika.